Karibu mtazamaji wa Zone Media ili tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Nicolas Maduro amehudhuria mahakamani leo hii kwa mara ya kwanza akikabiliwa na mashtaka makubwa ya jinai. Mashtaka haya yanahusiana na dawa za kulevya, ugaidi na njama za kimali na yanaweza kumpelekea kifungo cha maisha jela iwapo atapatikana na hatia. Maduro alifika mahakamani akiwa chini ya ulinzi mkali na pia alikanusha mashtaka yote yanayomkabili akisisitiza kuwa hana hatia yoyote. Naye pia mke wake Cilia Flores naye alihudhuria mahakamani, pia alikanusha mashtaka hayo. Mashtaka yanayomkabili Maduro ni pamoja na njama ya ugaidi wa dawa za kulevya, kuingiza na kusambaza cocaine kwa wingi, kushirikiana na silaha haramu na makundi yenye silaha. Wanasheria wanasema mashtaka haya ni makubwa na madhara yake ni makali, kwani yanahusisha uongozi wa juu wa taifa na uhusiano wa kimataifa. Maduro alikamatwa mjini Caracas, Venezuela na kupelekwa Marekani katika operesheni ya kijeshi. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa duniani kuhusu uhalali wa hatua ya Marekani ya kumkamata kwa nguvu na kumpeleka katika mahakama yake. Wanasheria wa kimataifa wanashikilia kuwa hali hii inaweza kuwa changamoto kwa sheria za kimataifa na haki za binadamu. Tukio hili limevutia hisia kubwa kimataifa. Vyombo vya habari, wanadiplomasia na serikali za kigeni vinaendelea kufuatilia hatua zinazofuata. Hadi sasa, kesi ya Maduro imewekwa kuendelea kusikilizwa katika siku zijazo, huku masharti ya kisheria yakichunguzwa kwa uangalifu. Wataalamu wa siasa na wanasheria wanasema kesi hii ni moja ya muhimu zaidi katika historia ya uhusiano wa Marekani na Venezuela, kwani inaleta changamoto mpya katika mashauriano ya kisiasa, kisheria na kijamii. Maduro ameendelea kukana mashtaka yote, huku dunia ikifuatilia kwa umakini jinsi kesi hii itakavyokuwa na athari za kimataifa, hasa kwa sera za Marekani na uongozi wa Venezuela. Mtazamaji wetu, basi tutazidi kufuatilia yote ambayo yanajiri dhidi ya kesi ya Nicolas Maduro pamoja na mke wake, ambapo Marekani sasa hivi inamshtaki kwenye mahakama zake huko New York. Kwa taarifa zaidi, basi usisite kusubscribe kwa wakati ujao, kulike, kucomment pamoja na kushare.